Aliyekuwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Simanjiro mkoani Manyara, Samuel Gunza amefariki dunia akiwa anatumikia kifungo cha miaka 20 jela. Kwa mujibu wa taarifa zilizothibitishwa na mkurugenzi mtendaji wa sasa wa halmashauri ya Simanjiro, Gracian Makota, Gunza alifariki dunia Machi 2 ya mwaka huu 2026 baada ya kuugua kwa muda. Gunza aliongoza halmashauri ya Simanjiro kuanzia mwaka 2021 hadi mwaka 2023. Kwa upande wake, mtoto wa marehemu Francis Warioba Gunza amethibitisha kuwa baba yake alifariki akiwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma alipokuwa akipatiwa matibabu. Mimi naitwa Mikandaba na hizi ni ripoti zaidi. Kwa majina naitwa Gracian Makota, mkurugenzi wa halmashauri ya Simanjiro. Jana tulipokea taarifa ya msiba waliyekuwa mkurugenzi wa halmashauri ya Simanjiro mpaka kufika mwaka 2023, ndugu Gunza Samuel Warioba. Msiba umetokea Dodoma, kwa hiyo familia wamethibitisha kutokea kwa msiba huo na taratibu za mazishi zinaendelea kufanya. Na alifariki akiwa katika gereza gani pale Dodoma? Nafikiri aitwa Isango. Okay. Na wakika sana na jina kinafikiri ni Isango. Na sina uthibitisho sana kama amefariki akiwa gerezani ama hospitali. Ndio. Lakini nafahamu kwamba alikuwa anaugua akiwa tayari anatumikia kifungo. Okay. Na pengine ameugua akiwa kwa muda gani? Sijafahamu ameugua kwa muda gani. Lakini wiki iliyopita nilipokea taarifa kwa ndugu zake kwamba amehamishwa kutoka gereza la Babati na kuhamishiwa Dodoma. Lakini niliongea na mwanae, aliniambia kwamba alikuwa hospitali kwa ajili ya matibabu. Okay. Na sasa unajua masuala ya kuuma kwa mtu una uwezo ukaoji sana, sababu linakuwa ni jambo la familia. Na taarifa za kwamba alihukumiwa kifungo cha miaka 20 tangu mwaka jana 2025 Septemba 18 ni za kweli? Yes, alikuwa amehukumiwa. Kuna kesi ambayo ilikuwa imefanyika mahakama ya wilaya Simanjiro hapa na baadaye alihukumiwa kifungo. Alikuwa na hatia. Mimi kwa majina naitwa Francis Warioba Gunza, ni kijana wa Samuel Warioba Gunza. Ndio. Tulipokea taarifa ya mzee wetu, ilikuwa Jumatatu ambayo ilikuwa ni jana. Ndio. Kwamba mzee wetu amefariki. Ndio. Lakini tangu hapo Jumamosi tulionana naye. Ndio. Na tukazungumza vizuri tu. Kule hospitali ya Benjamin Mkapa kule. Ndio. Sasa wakampima vipimo vingi kwa sababu alikuwa hali yake ya kiafya ilikuwa iko vizuri. Wakampima vipimo vingine, wakasema kwamba atakuja kumpima Jumatatu ambayo ilikuwa ni jana. Sasa kulingana na taarifa za magereza wanasema mzee alikuwa tu vizuri. Mzee alikuwa vizuri mpaka mpira Yanga na Simba alishuhudia. Mpira wa Yanga na Simba alishuhudia vizuri tu, baadaye hali ikabadilika. Na alikuwa anasumbuliwa na nini hasa? Alikuwa na shida ya moyo, ini, figo na gout. Hayo ndio magonjwa ambayo alikuwa anamsumbua kwa muda mrefu. Kwa muda mrefu toka mwaka 2023. Okay. Na amefariki akiwa katika hospitali gani? Hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma. Okay. Na taratibu zingine pengine zikoje? Taratibu sasa hivi tunashughulika na kuandaa mwili kutayarisha kusafirishwa kesho kwenda mkoa wa Mara. Shukrani sana. Asante sana.